Bunge la Uganda limeidhinisha pendekezo la serikali la kuruhusu kutumwa kwa wanajeshi wa Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Uganda UPDF katika ukanda wa Gaza, hatua inayofungua njia kwa nchi hiyo kushiriki katika kikosi cha kimataifa cha kulinda amani kilichopendekezwa kupelekwa kwenye eneo hilo kufuatia mwaliko wa Marekani chini ya mpango wa bodi ya amani unaoungwa mkono na Rais Donald Trump. Pendekezo hilo liliwasilishwa bungeni na Waziri wa Ulinzi wa Uganda Kirowa Kiwanuka, ambaye aliwaeleza bunge kuwa UPDF lina uzoefu mkubwa katika operesheni za kimataifa za kulinda amani na lina uwezo wa kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi katika mazingira yenye changamoto kubwa za kiusalama kama ilivyo Gaza. Kwa kuidhinishwa kwa pendekezo hilo, Uganda imeonyesha utayari wa kushiriki katika juhudi za kimataifa za kuimarisha usalama na utulivu katika ukanda wa Gaza, eneo ambalo limekumbwa na vita vya muda mrefu, mashambulizi ya mara kwa mara na hali mbaya ya binadamu iliyosababisha maelfu ya watu kupoteza maisha, huku mamilioni wakikosa makazi, huduma za afya na mahitaji muhimu ya kila siku. Kwa mujibu wa serikali ya Uganda, uamuzi huu umetokana na mazungumzo ya kidiplomasia yaliyofanyika kati ya Donald Trump na Yoweri Museveni, ambapo Marekani iliomba Uganda ichangia wanajeshi wake katika kikosi cha kimataifa kitakachopewa jukumu la kusaidia kulinda usalama, kuwezesha utoaji wa misaada ya kibinadamu na kusaidia utekelezaji wa makubaliano yoyote ya kusitisha mapigano yatakayofikiwa. Mwezi Julai, gazeti la New Vision likinukuu vyanzo vya kijeshi ripoti kuwa Rais Trump alimuomba Museveni kutoa msaada wa kijeshi kupitia mpango wa bodi ya amani unaolenga kuunda kikosi cha mataifa mbalimbali kitakachosaidia kurejesha utulivu na mazingira salama kwa raia wa Gaza baada ya miezi ya mapigano makali. Akiwasilisha hoja hiyo bungeni, Waziri Kiwanuka alisema hatua ya Uganda kushiriki katika operesheni hiyo inazingatia mfumo wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa pamoja na misingi ya sheria za kimataifa zinazotawala operesheni za kulinda amani. Aliongeza kuwa wanajeshi wa Uganda watafanya kazi kwa kuzingatia haki za binadamu, sheria za kimataifa za binadamu na kanuni zote zinazosimamia ulinzi wa raia katika maeneo yenye migogoro. Kiwanuka alieleza kuwa Uganda imejijengea sifa nzuri katika operesheni za kulinda amani kutokana na uzoefu wake kwa miaka mingi katika misheni mbalimbali barani Afrika. Alibainisha kuwa UPDF limewahi kushiriki kwa mafanikio katika operesheni za kulinda amani nchini Somalia dhidi ya makundi ya kigaidi, Sudani Kusini, Jamhuri ya Afrika ya Kati, pamoja na misheni kadhaa zilizoidhinishwa na Umoja wa Mataifa. Kwa mujibu wa waziri huyo, uzoefu huo unaifanya Uganda kwa miongoni mwa nchi zenye uwezo wa kuchangia kikamilifu katika operesheni yoyote ya kimataifa inayolenga kurejesha usalama na kulinda maisha ya raia katika maeneo yenye migogoro. Hatua ya Uganda imekuja wakati jumuiya ya kimataifa ikiendelea kujadili namna bora ya kuhakikisha usalama wa Gaza baada ya vita, huku kukiwa na mapendekezo mbalimbali ya kuanzishwa kwa kikosi cha kimataifa kitakachosimamia utekelezaji wa makubaliano ya amani, kulinda raia na kuwezesha usambazaji wa misaada ya kibinadamu bila vikwazo. Iwapo mpango huo utaanza kutekelezwa, Uganda itajiunga na mataifa mengine yatakayokubali kuchangia wanajeshi katika operesheni hiyo, jambo ambalo linaweza kuipa nchi nafasi kubwa zaidi katika juhudi za kimataifa za kulinda amani, kuimarisha ushirikiano wake wa kiusalama na washirika wake wa kimataifa. Hata hivyo, kutumwa kwa kikosi hicho kutategemea kukamilika kwa taratibu za kimataifa, makubaliano ya kisiasa kati ya pande zinazohusika katika mgogoro wa Gaza pamoja na idhini ya mifumo husika ya kimataifa itakayoratibu operesheni hiyo. Serikali ya Uganda imeeleza kuwa itaendelea kushirikiana na washirika wake wa kimataifa kuhakikisha ushirika wa wanajeshi wake unafanyika kwa mujibu wa sheria za kimataifa, kwa lengo likiwa ni kuchangia kurejesha amani, kulinda raia na kusaidia juhudi za ujenzi wa utulivu wa kudumu katika ukanda wa Gaza. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.